Shalom shalom, ninakusalimu katika jina la Yesu. Ni matumaini yangu kwamba uko salama na Mungu wa mbinguni anaendelea kupigania. Niko hapa leo, natamani nijibu swali ambalo limekuwa shida kwa watu wengi sana. Watu wengi wamekuwa wakiuliza maswali mengi sana kuhusu swala zima la mavazi, hususan swala zima la uvaaji wa suruali kwa Mkristo au kwa mtu aliyeokoka, kwamba je, ni halali kwa Mkristo aliyemwamini Kristo aliyeokoka kuvaa nguo au vazi aina ya suruali? Na jambo hili limekuwa gumzo si tu kanisani, hata kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi wamekuwa wakihoji, je, uvaaji wa suruali ni sahihi kwa mtu aliyeokoka? Na imekuwa watu wakijibu maswali haya kwa namna moja au namna nyingine. Na mimi leo natamani nisaidie kwa nafasi yangu kwa kujibu swali hili, uvaaji wa suruali kwamba ni jambo la kiroho au ni jambo sio la kiroho, au ni sawa au sio sawa kuvaa suruali kwenye nyumba ya Mungu au mahali pengine popote. Sasa swali hili mara nyingi linatokana na msingi wa kibiblia ambao watu wengi wanatumia kuuliza swali hili kutokana na kitabu kile cha Torati sura ile ya 22 na mstari wa 5. Na mimi ningetamani nikusome huo mstari kwa sababu ndio mstari ambao watu wengi sana wamekuwa wakiutumia wanapouliza hiyo uvaaji wa nguo ya suruali kwa mwanamke. Mstari huu unasema, kitabu kile cha Kumbukumbu Torati sura ile ya 22 na mstari wake wa 5. Naomba nipitie mstari huu tafadhali, na wewe msikilizaji wangu uweze kunisikiliza. Biblia inasema, mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi yampasayo mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Sasa huu ndio mstari ambao mara nyingi watu wanauliza swali hili wanapenda kutumia kwamba Bwana Biblia inakataza kwa mwanamke kuvaa mavazi yanayopasa mwanaume. Inakuwaje wanawake wanavaa mavazi ya wanaume, tena wengine wanavaa mpaka kanisani? Kwa nini unafanya hivyo? Sasa nataka nikujibu vizuri, na naomba unisikilize ili uweze kupata picha halisi ya kile ambacho kimezungumzwa kwenye kitabu cha Torati ile 22 mstari wa 5. Kwanza kabisa nataka uelewe kwamba Biblia ilipokuwa inazungumza juu ya vazi la mwanamke na vazi la mwanaume, halikulenga suruali, kwa sababu wakati Biblia inazungumzwa au inaandikwa haya maneno, suruali ilikuwa sio vazi. Wakati huo kulikuwa watu wavai suruali, walikuwa wanavaa majoho au makanzu, na kulikuwa na makanzu ya kike na makanzu ya kiume. Kwa hiyo kimsingi walitakiwa wanawake wavae makanzu yanayowahusu na wanawake wavae makanzu yanayowahusu. Kwa hiyo kimsingi haikuzungumza juu ya habari ya suruali. Suruali zimekuja baadaye, miaka ya baadaye. Biblia ishaandikwa kwa muda mrefu, ikaja kutokea vazi la suruali. Kwa hiyo kimsingi haikuzungumzia suruali. Sasa anaposema mwanamume au mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamke, nataka tuondoke kwanza hapa. Tukijua hili itatusaidia vizuri zaidi. Biblia haizungumzi suruali, inazungumza mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume. Yaani chochote kile ambacho kinamhusu mwanaume, mwanamke asivae. Sasa suruali haijatajwa kuwa ni nguo ya kiume au ni nguo ya kike. Lakini pia nataka ufahamu kwamba tunapozungumza mavazi, kazi ya mavazi, kazi yake ni kusitiri mwili. Yaani hiyo ndio kazi kubwa. Yaani tunavaa nguo, tunavaa suruali, tunavaa sketi, tunavaa magauni na nguo za aina yoyote ambayo tunavaa. Lengo la mavazi ni kusitiri mwili. Na mimi nataka watu wajue hapa, tunaweza kubaki kwenye eneo moja ya kwamba kwa nini wanavaa wanawake suruali, lakini kitu cha muhimu sana kukifahamu, kwa nini tunavaa mavazi.